Mratibu wa utetezi wa haki za binadamu Wakili Onesimo Ole Ngurumwa, pamoja na meza kuu wote ambao mpo hapa na wanachama, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Ndugu yangu, kimsingi hotuba ya serikali ilishatolewa na Mheshimiwa Makamu wa Rais. Kwa mimi sina hotuba, ni wasalimie tu kwa mambo mawili au matatu. Kwanza, dira ambayo umeitaja ina maneno manne tu makubwa ambayo yanabeba kila kitu. Neno la kwanza, ustawi. Neno la pili, haki. Neno la tatu, jumuishi, inclusion. Na la nne, kujitegemea. Kwa mlichofanya hapa, tayari mnatekeleza dira, mkipigie makofi. Sababu tayari nyie mpo katika mwelekeo na mrengo wa kujitegemea. Na hilo ni eneo muhimu sana. Kwa muda mrefu sana taasisi za kiraia nchi hii, na mimi nimewahi kuwa mwanaharakati, nafahamu, tulitegemea mno wafadhili kutoka nje. Kwa sasa kama ambavyo ipo katika kwa upande wa serikali, sisi kule serikalini mambo ya grants yanaisha. Sasa hivi mahusiano ya nchi na nchi, tupo kwenye swala la biashara na uwekezaji. Kwa hiyo unakuja hapo unawekeza, unapata hela, sisi unapata. Lakini kwamba kuna mtu anakuja kuwapeni misaada ni ngumu. Ndio maana kwenye bajeti yetu ya mwaka huu ya shilingi trilioni 62, bajeti ambayo ukisoma imeandikwa misaada ni shilingi bilioni 593, 0.9%. Yote hiyo ni kuelezeni kwamba kama taifa, kama taasisi za kiraia, muda wa kujitegemea umefika. Ni muhimu kujitegemea. Kwa hiyo ambalo mmelifanya hapa ni jambo muhimu, na mimi nimeunga mkono kwa hela kidogo. Sio muhimu, sio hela, ni ile nia kwamba this should be the way. Mkae vikao vyenu hivi, mtetee haki za katika nchi kwa fedha ambazo Watanzania na wenyewe tumechangishana na kuchanga. La pili ni uhusiano uliopo kati ya sekta binafsi na taasisi za kiraia. Duniani kote huko ambapo tumekuwa tukipata misaada, wanaotoa misaada sio kwamba wana hela nyingi. Wanaotoa misaada ni watu wawili tu, wanaitwa philanthropists na biashara, kwa maana ya sekta binafsi. Kwa hivyo muda umefika katika nchi zetu za Afrika ikiwemo Tanzania, sekta binafsi, biashara zetu zianze kuchangia na kusaidia maendeleo ya taasisi za kiraia. Hilo ni eneo muhimu sana. Na ni muhimu kwa sababu gani? Na ni sababu ya niweke eneo la tatu ambalo la mwisho. Dira ambayo tunaitekeleza ina mambo makubwa manne, na kwa muktadha ndio nasema moja tu. Ina kitu kinaitwa msingi mkuu wa dira, nguzo tatu za dira, vichocheo vitano vya dira, na sekta za kimageuzi 9. Hiyo ndio dira. Kwenye nguzo kuu mambo ni manne. Kitu kinaitwa good governance, utawala bora; peace, amani; security, usalama; stability, utulivu. Na imeitwa nguzo kuu kwa maana kwamba hiyo ikiyumba ni kama unavyojenga nyumba. Kama hutakuwa na nguzo kuu, hizo zingine zote haziwezi kusimama. It is the most important part of the Vision 2050. Kwa hivyo sekta binafsi ya Afrika na Tanzania kwa hivyo lazima ielewe kwamba katika nchi pasipokuwa na utawala bora,
pasipokuwa na amani, pasipokuwa na utulivu, pasipokuwa na usalama, hawawezi kufanya biashara. Na wanaopigania haya mambo niliyotaja ni pamoja na taasisi za kiraia. Kwa hiyo sekta binafsi kuunga mkono taasisi za kiraia ni kuunga mkono mazingira bora ya kufanya biashara ili watengeneze faida zaidi. Nadhani ni eneo ambalo tuendelee kulielimisha ili watu walielewe. Kama nilivyosema, hotuba ya msingi ilitolewa na Mheshimiwa Makamu wa Rais. Nisingetaka kutoa hotuba ya pili hapa, na washukuru kwa nafasi ambayo mmetupa sisi kama serikali kushiriki kwenye kikao chenu. Mnapoondoka muamini na muelewe kwamba swala la kupigania utawala bora, kupigania demokrasia, kupigania haki halina mmiliki na kwetu sote, na kila mtu anapaswa kulipigania kwa nafasi yake. Mungu awabariki sana. Asante.